Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Bohari ya dawa nchini MSD imekuja na mkakati kabambe wa kuanza kuzalisha dawa na bidhaa muhimu za afya ndani ya nchi, hatua inayolenga kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Hatua hii inachochewa na changamoto za uzalishaji mdogo wa bidhaa hizo katika viwanda vya ndani, hali inayosababisha zaidi ya 80% ya bidhaa za afya nchini kuagizwa kutoka mataifa nje. Akizungumza katika kikao cha wadau wa MSD kanda ya Kilimanjaro kilichofanyika mkoani Arusha, mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji wa MSD Hassan Ali amesema kwamba bohari hiyo imeingia mkataba maalum na viwanda vya ndani ili kuongeza uwezo wa uzalishaji na kupunguza utegemezi wa bidhaa za nje. Mgeni rasmi, tunatambua kwamba kuna baadhi ya hiccups hapa na pale ambazo tunazifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunakwenda kule ambako Watanzania wanahitaji kuona huduma zinatolewa. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, pamoja na jitihada hizi, MSD imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa sana kwenye maeneo mbalimbali. Changamoto kubwa nchini, naomba niseme, kuandika hivyo huwa napenda niongee kwa namna ili tuelewane katika namna ya kawaida na ya ukweli zaidi kuliko maandishi. Changamoto kubwa nchini ndugu mgeni rasmi ni uwezo hafifu au kuto kuwepo kwa viwanda toshelevu vya uzalishaji wa bidhaa za afya. Takriban 80% ya bidhaa zote tunazotumia nchini tumekuwa tukiagiza kutoka nje ya nchi, na hata viwanda vilivyokuwepo nchini havina ule uwezo wa kuzalisha. Lakini tumepokea maelekezo mahsusi kutoka serikali sasa hivi kwamba tuhakikishe kwanza viwanda vilivyopo tunavipa support ya kutosha. Kwa hiyo MSD tayari tumeshaanza kutoa hiyo support, na sisi tunashiriki kwenye uwekezaji. Tuna kiwanda chetu cha Idofi kiko pale Makambako, lakini pia tuna eneo Zengereni pale tunaenda kujenga kiwanda kingine. Lakini jambo la pili ni kutoa upendeleo maalum kwa viwanda vya ndani. Naomba nitamke wazi kwamba MSD tunao mikataba maalum kabisa ambapo tunalenga kuhakikisha kwamba viwanda vya ndani vinakuza uzalishaji. Hii inatusaidia kuondoa hizi sasa tumeagiza bidhaa zimechelewa, tunahitaji mahitaji haya hayafiki. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunahakikisha tunatekeleza yale maelekezo ya serikali yote kama ambavyo yanatuhitaji. Kwa hiyo nimeona niliongelee hili ili wote tufahamu, na pale ambapo tunakutana na wawekezaji wenye nia watambue kwamba serikali sasa imeamua kuhakikisha kwamba viwanda vya ndani vinapewa fursa inayostahili. Kwenye eneo hili nimezungumza kwenye jukumu letu la kwanza tu, ambapo nimeweza kuzungumzia namna au jitihada tunazozifanya, na hata ununuzi unaofanywa kutoka kwenye viwanda vyetu vya ndani sasa hivi umefika kiasi cha shilingi bilioni 100 ndani ya miaka mitatu kutoka takriban bilioni 30 huko nyuma. Kwa hiyo kuna kitu kinachofanyika ili kuhakikisha kwamba hivi viwanda vya ndani vinaweza pia kushiriki kikamilifu kutengeneza ajira, lakini kuzalisha bidhaa ambazo zitaweza kuwasaidia Watanzania wenzetu. Kuna eneo la utunzaji wa bidhaa. Sisi tunatambua kwamba bidhaa za afya ili ziweze kufika kule kunakostahili kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, basi ni muhimu bidhaa hizo zitunzwe katika mazingira yanayostahili. Nianze kwa salamu yetu ambayo huwa tunaitumia sana katika vikao vyetu. Nikisema kwa Kiswahili tumedhamiria kuokoa maisha, basi mtajibu kwa Kiingereza dedicated to save life. Tumedhamiria kuokoa maisha, dedicated to save life. Asante. Basi kwa niaba ya msimamizi wa kanda ya Kilimanjaro, nina furaha sana kuwakaribisha katika kikao chetu na poleni kwa safari. Naomba niwaeleze namna kanda ya Kilimanjaro inayofanya kazi kama kanda nyingine ambazo jumla ziko kanda 10. Majukumu ya bohari ya dawa yapo 4 ambayo ni uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji. Katika majukumu 4, majukumu 2 ndio yanafanywa na kanda ambayo ni utunzaji na usambazaji. Kwa hiyo majukumu mengine katika mnyororo huu yanafanywa na makao makuu kwa maana ya uzalishaji na ununuzi. Katika kutekeleza majukumu haya 2 ya kanda, kanda kama kanda ya Kilimanjaro inaagiza bidhaa za afya kutoka bohari ya dawa makao makuu na kuhifadhi kwa ajili ya usambazaji kuelekea katika vituo vya kutolea huduma za afya.
Kanda yetu inahudumia jumla ya mikoa mitatu yenye jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya vipatavyo 875, ambapo katika mkoa wa Kilimanjaro tuna vituo 326, Arusha kuna vituo 334 na Manyara kuna vituo 214. Kwa upande wake Moses Tesha anayemwakilisha katibu tawala mkoa wa Arusha amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa wadau katika sekta ya afya katika kukuza uchumi na kuongeza pato la taifa. Nijitambulishe kwenu, ninaitwa Moses Tesha. Mimi ni katibu tawala msaidizi nayesimamia sehemu ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Waandaaji MSD wa kikao hiki mkoa aweze kuja kushiriki na ninyi katika sehemu hii ya ufunguzi wa kikao. Bosi wangu amepata jukumu jingine na ikampendeza Mungu kwamba kati ya wasaidizi wake 8 basi bahati kaniangukia mimi nije kumwakilisha. Makundi yote haya yanasimamiwa nanyi wadau mlioshiriki mkutano huu. Hivyo kwa pamoja mtajadiliana namna gani ya kuboresha utekelezaji wa majukumu hayo na hata kupeana mrejesho wa masuala mbalimbali yanayohusiana na majukumu yenu. Ndugu wadau, kupitia kikao hiki napenda kuchukua nafasi hii kuwakumbusha kuwa mna jukumu kubwa la kuvisimamia vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kukusanya mapato ya kutosha yanayotokana na uchangiaji wa huduma za afya, ili viweze kununua bidhaa za afya sambamba na kusimamia mnyororo wa ugavi wa bidhaa hizo. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuongeza fedha iliyotengwa kwa ajili ya bajeti ya kununulia bidhaa za afya ili kuboresha utoaji wa huduma. Kila mmoja ana jukumu la kusimamia matumizi ya bidhaa za afya ili kwa wananchi. Ni mategemeo yangu baada ya kikao hiki sote tutaondoka na uelewa pamoja na maazimio ambayo utekelezaji wake utaboresha upatikanaji wa bidhaa za afya pamoja na kuboresha huduma za afya kwenye maeneo yetu ya kazi. Hivyo naelekeza mkasimamie ukusanyaji wa mapato katika vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kulipa madeni yaliyopo MSD kwa wakati baada ya kupokea shehena ya bidhaa na kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Washiriki wa kikao hicho wameipongeza MSD kwa juhudi zake za kuboresha upatikanaji wa dawa nchini. Jina naitwa Dr. Petro Arusha na tokea halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Kwa upande wangu MSD wamekuja na mikakati mingi katika kusuluhisha changamoto ya upatikanaji wa vifaa na kama tulivyosikia MSD kanda ya kaskazini wanahusika na utunzaji na usambazaji. Na kwa upande wangu kwa ninavyoona, baada ya kuja na hili wazo la kuja kuongeza sehemu nyingine ya kutunzia, kuja na ghala lingine kwa upande wa kanda ya Arusha, nadhani itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza hizi changamoto za upatikanaji wa vifaa na changamoto ya kusambaza hivi vifaa kwenye vituo husika kwa wakati. Mimi kwa mfano nasemea kwa kituo changu hususan katika mwaka wa fedha wa 23-24 tulipokea shilingi milioni 500 kwa ajili ya vifaa tiba, lakini vifaa hivi hadi sasa hivi wamefanikiwa kusambaza vifaa vya milioni 368. Kwa naamini baada ya kuja na hii suluhu ya kuja kuongeza sehemu nyingine ya kutunzia hivyo vifaa, hizo changamoto zinaweza zikawa solve kwa kiasi kikubwa. Naitwa Agricola Nicomed, ni mfamasia wa wilaya ya Karatu. Nimekuja hapa Arusha kushiriki katika mkutano huu ambao umeitishwa na MSD. Tunategemea makubwa sana kwa kweli. Mpaka sasa hivi MSD wamejitahidi sana kutuletea vifaa tiba vya kutosha na hata dawa pia ni za kutosha zaidi kulinganisha na miaka iliyopita. Kwa kukutana pamoja nasi, kukutanisha watu wote hapa kwa maana ya wafamasia wa wilaya, wa mkoa pamoja na wadau wengine na MSD, tutashirikishana changamoto ambazo tumekuwa tukikutana nazo,
naamini huduma zitakuwa bora zaidi kwa kipindi kijacho. Ni jambo la muhimu sana, kama vile ambavyo theme ya kikao hiki tukae pamoja tuyajenge katika kuimarisha huduma za afya. Ni wazi kwamba pengine pasingekuwa na kikao hiki, mngeweza kuongea nje kuhusiana na MSD, labda na MSD wakaongea kwa ndani. Lakini tunapokuwa na kikao kama hiki, ni kikao ambacho kwanza sisi ni wataalamu, kwa hiyo naamini tutatumia fursa hii muhimu katika kutatua changamoto zilizopo kama zipo. Lakini kipekee pia naendelea kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ambayo imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinapatikana. New Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. Ni kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774 78 1537 au 0689 82 25 10. Wote mnakaribishwa. Yesu.